بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك حفظ العلم وضبطه والرسوخ فيه إلى الممات. أما بعد، أيها الأحبة، تأملات قرآنية من نبأ موسى وفرعون. Hizi ni habari na mazingatio yanayopatikana katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, katika habari ya Nabii Musa pamoja na Firaun. Musa ambaye historia yake leo tunaisoma, waeleza waandishi wa historia ya kwamba kabla ya Musa kuweza kuzaliwa katika mji wa Masri, yalipowepo makundi aina mbili ya watu. Fariqun yusammuna bani Israila, lilikuwepo kundi la watu ambalo linaloitwa Bani Israili, ambapo kwamba hili kundi la hawa watu au kabila la hawa watu ndilo kabila ambalo alilotokamana kwalo Nabii Musa alayhi salam. Kundi la pili au kabila la pili lilikuwa ni kabila la Al-Qibti, Maqibti. Hawa Maqibti wao ndio ambao Firauni aliyokuwa kitokamana pamoja na wao, au ni miongoni katika kabila au katika kundi la Kibti. Na hawa mabani Israila katika nchi hii ya Misri au katika nchi hii ya Masri walikuwa ni wadhaifu mno, walikuwa ni watu ambao wenye udhalili mno, kutokamana na yale ambayo hawa Makibti waliokuwa wakiyatekeleza juu yao, haithu kanu yastakhdimunahum fi umuri alhayati kulliha, kiasi kwamba hawa Makibti walikuwa ni wenye kuwachukulia hawa Bani Israil kwamba ndio wasaidizi wao au wafanyakazi wao, na wakiwatumia katika mambo yao yote ya kimaisha kwa ujumla. Kazi hizi ambazo walizokuwa wakiwatumia kwazo zilikuwa ni kazi ambazo zenye udhalili, zenye majaribio, zenye kuwashusha heshima yao. Na hivyo ndivyo ambavyo Qur'ani ilivyoweza kutusimulia. Allah anatueleza katika surati Al-A'raf aya 129, anasema kwamba qalu udhina min qabli an ta'tiyana, wanaeleza mabani Israila kumwambia Musa ya kwamba ewe Musa, udhina, qalu, wakasema udhina min qabli an ta'tiyana, tumeudhiwa sisi, tumeishi katika udhalili, tumeishi katika manyanyaso, tumeishi katika dhiki, tukaudhiwa kabisa. Min qabli an ta'tiyana, kabla haujaja we Musa. Wa min ba'di ma jitana, vile vile tukaishi katika manyanyaso na katika dhiki na katika shida, baada hata wewe kuisha kuja kutujia ewe Musa. Musa alichowajibu, aliwaambiaje? Na hapa maneno haya Musa yatubidi kuweza kuyazingatia. Anaeleza Musa, anaambia kwamba qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Akaambia qala asa, huenda rabbukum an yuhlika aduwakum, huenda Mola wenu akamhilikisha, akamtokomeza, akamwangamiza adui yenu, wa yastakhlifakum fil ardi, naye Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni kuweza kutawala hii ardhi. Fayanzura kaifa ta'malun, Allah akatazama yapi ambayo mtakaweza kuyatekeleza. Maneno haya ambayo mabani Israili wamemweleza kwa Musa, qalu udhira min qabli an ta'tiyana, ni dalili ya tosha kutuonesha kwamba kundi hili ama kabila hili la Kibani Israila lilikuwa ni kabila ambalo lilopata maudhi ambayo yaliokuwa makubwa kabisa, lipata maudhi ambayo yaliokuwa mazito na makubwa kabisa, manyanyaso ambayo yasiyokuwa na mfano wake kutoka kwa hao Makibti. Lakin Musa alayhi salam basharahum bihalaki aduwihim, Musa alipata kuwabashiria watu wake
na kuambia, enyi mabani Israila, enyi watu wangu, msiwi na wasiwasi wala msiwi na shaka wala msiwi na hofu. Pateni habari njema na bishara kwamba daiman dhulma haidumu duniani, daiman manyanyaso hayadumu duniani. La, anayemdhulumu mtu, anayemnyanyasa mtu, anayeishi na mtu kwa ubaya, akamfanyia ubaya kadri awezavyo, la shaka kwamba upo wakati huyu haya manyanyaso na huyu wadui utakuwa wenye kuondoka. Wa anna al-aqibata lahum, kwamba na mwisho mwema utakuwa ni kwa hao ambao waliopata kuweza kunyanyasika. Ibn Kathir mwana wa zuoni na mfasiri anaeleza katika kitabu chake maarufu Al-Bidayah wa Nihaya, akisimulia habari hii asema, wa inda ahli alkitab anna bani Israila kanu, asema kwamba na kwa hao watu ambao waliopewa vitabu, yani habari hizi zasimulika kwa wao ya kwamba hawa mabani Israila walikuwa ni watu ambao wanaotumiwa, yusakharuna fi darbi laban, wanatumiwa katika kufanya nini? Katika kutafuta na katika kuleta maziwa. wakanu mimma hamalu min at-takalif al-fir'auniyya annahum la yusaiduna ala shay'in mimma yahtajuna ilayhi fi, na hawa ndio ambao waliobeba yani yale ambayo waliobebeshwa na hawa mafirauni, kwamba wao hawato la yusaiduna ala shay, hawatopata kuwasaidiza kwa jambo lolote, kwa yale ambao wanayohitajia katika kipindi hicho chote ambacho wao watakuwa ni wenye kuhitajika katika mahitaji tofauti. Bali hawa mabani Israila ndio ambao waliokuwa wakitumiwa katika mambo tofauti, katika ujenzi, katika kutafuta maji, katika kila kitu, katika shughuli nzito ambazo zote zile huyu Mkibti ama huyu katika mafirauni watakazohitajia, basi wale watakuwa wenye kuzitekeleza pasina kupata chochote. Na hawa lazima watakuwa wenye kutoa, bali sio wao kupewa kama wafanyakazi, la, bali ni wao watakuwa wenye kutoa na kuwapa hawa ambao ni yani mafirauni wa zama hizo. ولقد ذكر الله تعالى بعض ذلك الأذى الذي كان يوقعه فرعون على بني إسرائيل من التفرقة والاستضعاف وقتل الأبناء واستحياء النساء في كتاب العزيز. نهاية Allah subhanahu wa ta'ala alipata kuelezea baadhi katika hayo maudhi, katika hayo manyanyaso ambayo mabani Israila waliokuwa kiyapitia kutoka kwa Firaun, miongoni katika kuwatenganisha, katika kuwadhalilisha, katika kuwapa udhaifu na kuwaua watoto zao na kuwaacha yani akina mama wakiwa hai, lakini watoto baada ya kusha kuzaliwa hawa watoto wakawa wenye kuuawa. Allah anasema katika surati Al-Qasas aya 4 ya kwamba inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah anasema ya hakika Firaun ala fil ard, alitupa mipaka, akajiona kwamba ndio huyo kabisa amekuwa mkubwa kabisa ardhini. Wajaala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum, akajalia watu wake makundi kwa makundi, hawa wakawa ni wenye kudhalilisha, wenye kuwanyanyasa, wenye kuwaudhi. Ta'ifatan minhum, kundi fulani katika hao mabani Israila. Yudhabbihu abna'ahum, awaua watoto wao. Wayastahyi nisa'ahum, na anawaacha akina mama wakiwa hai. Innahu kana minal mufsidin, ya hakika Firauni huyu alikuwa miongoni katika watu ambao wenye kutekeleza ufisadi katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu an-Nasa'i katika kitabu chake Sunan an-Nasa'i au Sunan al-Kubra, na Imamu at-Tabari katika tafsiri yake, na wengineo katika wanazuoni wamepata kusimulia habari hii ya kisa cha Nabii Musa katika hadithi maarufu ambayo inayofahamika kama hadithi ya Al-Futun. Hadithi hii kwa upana wake na ukubwa wake na kwa urefu wake inakuja kutufasiria kwa nini Firauni alipata kuweza kuyatekeleza haya. Kwa nini Firauni alikuwa ni mwenye kuwaua watoto? Kwa nini Firauni alikuwa ni mwenye kuwaacha
akina mama baada ya kuisha kujifungua na waacha hai, lakini watoto wanakuwa ni mwenye kuwaua. Anaeleza kwamba yakulu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake, ya kwamba alisema kumwambia Sa'id ibn Jubair lamma sa'alahu 'anil futun, pindi ambapo alipomuuliza kuhusu alfutun. Futun hii ni kalima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepata kuielezea na akaitaja ndani ya kitabu chake katika surat Taha aya nambari 40. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja neno hili futun katika aya hii, Ibn Abbas anasema kumweleza Sa'id ibn Jubair ya kwamba tadhakkara Firaun wa julasa'uhu, kwamba Firauni huyu alipata kuelezea au alikumbuka pamoja na watu wake, wale wasaidizi wake, wale mawaziri wake na mengineyo, ma kana Allahu wa'ada Ibrahim, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwahidi kwayo Nabii Ibrahim alayhi salam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atajalia katika kizazi chake mitume, vile vile atajalia katika kizazi chake wafalme ambao watakaokuja kuimiliki na kuweza kuiongoza hii ardhi. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema kwamba inna bani Israila yantadhiruna dhalika ma yashukuna fi, hawa mabani Israila, yani katika kikao kile cha Firauni, mmoja anamueleza Firauni, anamwambia hawa mabani Israila mnawaona hawa bado hadi leo wasubiri ahadi hii ambayo Nabii Ibrahim aliyoahidi kwayo, na kama hawana shaka kwamba hichi kitu ama hichi kitendo, hii ahadi itakuja kutimia. Wakanu yadhunnuna annahu Yusuf ibn Yaqub, wakawa baadhi katika wale mabani Israila wanadhani kwamba huyu ambaye Nabii Ibrahim aliyoahidi katika kizazi chake, wapo mitume watakaokuja, wapo wafalme watakaokuja kutawala, akawa nadhaniwa kwamba ni Nabii Allah Yusuf ibn Yaqub alayhi massalatu wassalam. Falamma halaka qal, pindi ambapo Nabii Yusuf alipotoweka akaiondoka dunia, qalu laysa hakadha, wakasema kwamba hapana, si kweli, bali ahadi ya Nabii Ibrahim bado. Faqala Firaun ndipo ambapo alipowaelekea watu wake na akasema fakaifa tarawna, je nyie mwaonaje? Fatamaru wa ajma'u amrahum, ndipo alipokusanyika na wakao wenye kukusanya neno lao kwa moja, wakasema kwamba ala an yab'atha rijalan, kwamba waondolewe wapelekwe wajeshi huko katika kila mtaa, katika kila mahala, yakufuna fi bani Israila, waende wakipitia katika kila aina ya nyumba ya kibani Israila ambayo imebeba kabila la kibani Israila, fala yajiduna mauludan dhakaran illa dhabahu, kwamba hawatopata mahala popote ambapo kuna mtoto ambaye kazaliwa wa kiume, ila mtoto huyo watakuwa ni wenye kumuua, wenye kumuondoa duniani. Na fi'lan kitendo hicho kilitekelezwa na hao wanajeshi wake Firauni, wale yani waliokalifishwa majukumu haya, wao kwenda kuwatafuta na kuwatazama watoto ambao wamezaliwa wa kiume ili kuweza kuwaondoa duniani. Falamma raau, lakini baada ya muda kupita, waona ya kwamba sasa majukumu yetu tunayatekeleza kisawasawa, lakini ndio hao watu wazima ambao wanatokamana na kabila la kibani Israila, na wao ndio hao wanaenda wanaitoweka dunia. Wasigharu yudhbahuna, na watoto wadogo ndio hao wanauawa. Wakaanza kurejea na kuweza kupata na shaka kwamba ikiwa tutaendelea na operation kama hii, ikiwa kwamba tutaendelea na shughuli yetu kama hii, itatupelekea sie kuwakosa wasaidizi wa kazi zetu. Ndio hao wadogo tuwaua na wakubwa ndio hao wanatoweka, tufanyeje? Wasimulia waandishi wa historia ya kwamba hapo ndipo Firauni na watu wake kukaa na kufikiria operation gani watakaoitekeleza,
au mtindo upi ambao watakao kwenda nao baada ya operation yao hii kuweza kutekeleza, lakini wanahofia madhara kesho yake. Hao mabani Israila ndio wasaidizi wao wa kazi, ndio kadha wa kadha na mengineyo. Asema ya kwamba waandishi wa historia, ndipo Firauni pamoja na watu wake wakawa wamechukua maazimio ya kwamba sasa operation inabadilishwa kwa mfumo mwingine, faqtulu aman kulla dhakarin. Hivyo basi mwaka huu kila mwaka auawe atakayekuwa ni mwenye kuzaliwa wa kiume, akiwa ni mtoto wa kiume auawe, lakini mwaka ujao, huu mwaka tuache, hichi kizazi cha mwaka huyu tukiache, ili kutokuja kuwakosa ambao watakao kuja kuweza kutusaidia. Faajma'u amrahum ala dhalika. Hivyo ndipo ambapo neno lao lilikuwa limekusanyika, maazimio yao yakawa yamekubaliana katika hilo, na hivyo ndivyo msaada huyu au kauli hii ikawa imekupitishwa katika kikao kile cha Firauni pamoja na watu wake. Sha Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kupenda kwamba katika mwaka huyo fahamalat ummu Musa biharun, ndipo ambapo mama yake Musa alayhi salatu wassalam akawa ni mwenye kupata ujauzito na akawa ni mwenye kuibeba mimba ya Harun alayhi salam fil aami alladhi la tuqtalu fihi alghilman. Akawa ameibeba ujauzito katika mwaka ambao ndio ule mwaka ambapo kwamba wanaozaliwa ndani ya mwaka huyu sio wale ambao wanaoruhusika kuweza kuwawa. Hivyo Haruna akawa ni mwenye kusalimika katika hilo. Fawaladathu alaniyatan amina, akawa ni mwenye kumzaa hali ya kwamba huyu Haruna pasina tatizo lolote, kwa utulivu na kwa amani. Falamma kana min qabil, pindi ambapo ilipofikia mwaka ujao sasa, hiyo ndio ule mwaka ukaambatana na operation ile ya Firauni pamoja na watu wake, kwamba atakayezaliwa ndani ya mwaka huyu utakaofuata, basi huyu atakuwa ni mwenye kuuawa. Fahamalat bi Musa, mama yake Musa akawa ni mwenye kubeba ujauzito wa Musa, na akawa katika mwaka huo fawaqa'a fi qalbiha alham walhazan. Mama yake Musa kwa uchungu, kwa simanzi, kwa masikitiko ya kwamba ndio huyo nimebeba ujauzito na mwanangu ndio huyo ni wa kiume, sasa naenda kuzaa, lakini baada ya kwisha kuzaa mimi mwanangu atauawa, kama huruma ya mzazi. Wa fi hadha aljaw almahmum wulida Musa alayhi salam. Na katika kimbunga kama hichi, katika yani hali kama hii ambayo ni ya operation nzito ya kuwaua vijana au kuwaua watoto ambao wamezaliwa ni wa kiume, Musa ndipo ambapo alipopata kuweza kuzaliwa kama alivyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo Musa alivyozaliwa katika kimbunga kama hichi, katika nyakati kama hizi ambazo zilizokuwa ni zenye hofu, nyakati ambazo zenye mauaji, zenye ufisadi ambao uliokuwa mkubwa kabisa. Asema kwamba waandishi wa historia, wulida Musa alayhi salam fi taifatin mustad'afa, Musa alizaliwa katika kundi ambalo lenye udhaifu uliokuwa mkubwa, ambapo kwamba familia yake au kabila lilotokamana kwalo Musa lilikuwa halina kauli yoyote, lilikuwa halina usemi wa aina yoyote, bali kazaliwa hasatan katika kipindi ambacho kilichokuwa kizito cha Firauni kuweza kuwaua watu, kuweza kuwaua watoto bado ni wadogo, na kuadhibu watu wanaotokamana kabila la Musa kwa adhabu ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani, akiwaeleza kwamba haya yani hizi balaa, hizi adhabu ambazo walizokuwa kipewa zilikuwa ni adhabu aina tofauti na kubwa kabisa walizoishi nazo mabani Israila katika aya tofauti ndani ya surati al-Baqara na surati al-A'raf, kadhalika na katika surati Ibrahim. Allah anasimulia aya hizi akisema, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab
kwamba hawa idh najainakum, Allah anawaambia mabani Israili, kumbukeni neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alipokusalimisha, alipokukomboeni Allah subhanahu wa ta'ala min ali Firaun, kutokamana na watu wa Firauna, yasumunakum su'al, ay kwamba hawa walikuwa ni wenye kukupeni adhabu, wenye kuonjesheni adhabu iliyokuwa kubwa kabisa, waua watoto wenu, waache wake zenu wakiwa hai, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Hizi neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, natakiwa kumshukuru, kukumbuka haya mazuri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi zote katika surati al-A'raf wa katika surati Ibrahima, Allah anasimulia na anaonyesha hawa mabani Israili, akiwakumbusha dalili ya kuonyesha kwamba hawa waliishi katika adhabu ambayo iliyokuwa nzito. Huyo ndio Nabii Musa ambaye kazaliwa katika nyumba ambayo mama yake hana lolote lile la kuweza kujikomboa kwalo, nguvu yoyote hana, bali moyo wake waishi katika majonzi yaliyokuwa makubwa, moyo wake waishi katika simanzi iliyokuwa kubwa, hasatan akifikiria juu ya mwanaye ambaye bado mdogo, bado ananyonya. Aina tukhfihi min Firauna wa zabaniyati, wapi ambapo atakapoweza kumficha Firaun, wapi ambapo atakapoweza kumficha Firauna pamoja na majeshi wake, mazabani wake. Aina tadhhab bihi fil ardi wa hiya imra'atun mustad'afa, wapi atakapokwenda, akimbilia wapi, naye ni mwanamama ambaye aliyekuwa dhaifu kabisa. Ulida Musa wa laysa lahu usra au qaumun yahmunahu min Firauna wa junudi, Musa amezaliwa hana cha familia, hana cha kabila ambalo laweza likamtetea, likamlinda, likamhifadhi kutokamana na Firauni pamoja na majeshi wake. Huyo ndiye Musa, kazaliwa katika udhaifu ambao uliokuwa mkubwa kabisa. Musa hana la baba wa kuweza kumsaidia, hana cha kaka, hana cha dada, hana cha ndugu, hana wa karibu wala kulia wala la kusoto lolote lile. Subhanallah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala daiman katika kila jambo anapolihukumia, analihukumia hali ya kwamba ana hikma yake ambayo iliyokuwa kubwa kabisa. Subhanallah. Firaun, tazama, Allah kwanza anatupa kuweza kutuzindua, kana kwamba Allah yuatuelekeza, anatuambia enyi wasomaji wa kisa hichi, msije mkapita hivyo hivyo tu, la bali tulieni, tumieni akili yenu katika kufikiria hili, kwamba tazama, Firauni huyu analoshughulishwa katika kumtafuta huyu kijana, na katika familia ambayo anayotafuta huyu ambaye anayesema kwamba atakayekuja kuwa ni mwenye kumiliki na kuja kuwa na unabii, Firauni yuamtafuta mtu gani? Yuamtafuta aliyekuwa dhalili, yuamtafuta yule ambaye aliyekuwa duni kabisa, hana lolote. Na Firauni huyu ni nani? Ambaye aliyejidai uungu, aliyedai ukubwa, aliyedai yamtaliku iddaa rububiyyah wal uluhiyyah, kadai kwamba yeye ndiye Mungu, ndiye mkubwa. Subhanallah. Yamtalikuhu alkhawf warru'b min tiflin radi'in la yadri ma alhaya. Lakini Firauni, licha ya kudai kwake madai yake haya yote, moyo wake umejawa na hofu, moyo wake umejawa na uoga ambao uliokuwa mkubwa. Uoga wake ni upi? Anaogopa mtoto ambaye ni mdogo, bado ananyonya kabisa, akiwa katika mikono, la yadri mal haya, mtoto ambaye asiyetambua nini uhai, asiyetambua chochote kile cha dunia. Mujarrad min kulli quwwatin wa hila illa min quwwati fatiri as-samawati wal ard الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك الواحد القهار الملك الجبار الكبير المتعال السميع البصير العزيز الحكيم. الله أكبر. haya yote Firaun, uoga, hofu anaishi nayo kwa huyu kijana ambaye mtoto bado mdogo kabisa, akayapata kuyahisi ndani ya moyo wake. Haya yote yatudhihirishia na kutuonyesha ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ambapo palipo na utashi na ukubwa na uwezo wa kila jambo kabisa. tatajalla ba'd madhahir tilka ar-ri'ayati li Musa fi 'iddat umur. Allah subhanahu wa ta'ala kujalia kwake
kwa ukubwa wake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kuzaliwa kwa Nabii Musa katika nyakati zile ambazo zilizokuwa nzito kabisa, na Musa kuweza kuja duniani katika kipindi hichi kizito. Hapa kuna yale ambayo yanayotudhihirishia ukubwa na uzito wake Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuisha kumjalia mama yake Musa kumzaa Musa katika kipindi hichi kizito, Allah aliweza kumfanyaje? Allah alimpa ilham, alimpa ufahamu, akamwambia aje, ikiwa kwamba waona uoga ewe mama yake Musa juu ya mwanao huyu, faalqihi fil yam, basi mtupe huko katika ziwa, katika bahari, hata la yaqa fi yadi dhalama, hadi mwanao huyu asije akaanguka katika mikono ya hawa wenye dhulma, wakao wenye kuweza kumuua mwanao Firauni pamoja na majeshi wake. Allah anasema katika surati al-Qasas ya kwamba wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamuonesha na mama yake Musa, anamwambia kwamba ikiwa kwamba wahofu juu ya mwanao, basi mtupe mwanao katika bahari, wala usiwe ni mwenye hofu katika hilo, tutamrejesha mwanao. Naktafi ala hadha alqadr, insha Allah ta'ala tutakuja kuona kwa darasa litakalofuata yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotudhihirishia, anayotufungulia kwayo katika habari hii, baada ya mama yake Musa kuwa na hofu na yeye kuchukua maamuzi baada ya kuelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumtupa katika nini? Katika bahari. Kipi ambacho kilichofuata na yapi ambayo tunayojifunza katika habari hii ya Musa pamoja na Firaun? aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa fawzal mustaghfirin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.